Mbele yangu hawa ni wananchi wa kijiji cha Udindivu, kata ya Mapinga, wilaya ya Bagamoyo, mkoa wa Pwani, na kubwa zaidi ambalo wanahitaji kulizungumzia kwa siku leo ni kufuatia kadhia ambayo imepata ya kubomolewa nyumba zao ambazo walizijenga mara baada ya kulisafisha eneo hili. Ilikuwaje kubomolewa nyumba zao? Na hapa miongoni mwa watu ambao wanadai kubomolewa nyumba hizo wanatueleza jinsi hivyo. Habari za wakati huu? Salama kabisa. Kwa jina naitwa David Makalanga. Mimi ni mkazi wa hapa Udindivu, Kizimkazi. Kizimkazi oye! Na hawa ndio wananchi wahanga tumevunjiwa. Sisi tuna mgogoro wa ardhi hapa na muhindi anaitwa Jalentila Radwa, ambayo kesi iko mahakamani na namba ya kesi 3942 ya mwaka 2025. Lakini cha kusikitishwa, tuna mgogoro mahakamani, lakini mpaka sasa hivi hatujui tunalala wapi, hatujui tunaishi wapi. Tumevunjiwa makazi yetu. Na hili tukio limetokea juzi. Tumevunjiwa, na huu uvunjaji wameshiriki askari polisi kusimamia uvunjaji. Sasa basi, tunasikitishwa kwamba kesi ipo mahakamani, lakini tunakuja kufanyika uvunjaji. Na ukiangalia sheria inasema hivi, mtu kuvunjiwa mpaka itoke amri kutoka mahakamani. Hiyo amri ikitoka mahakamani, ipite kwa DC, ipite kwa RPC, ndio ije kuvunja sehemu husika eneo la tukio. Lakini sisi kesi ya msingi bado haijaisha. Na hizi ninazokuambia hizi ni document za nakala za mahakamani. Na wakati tumefungua shauri, samasi zote tulipeleka kituo cha Mapinga, tulipeleka kituo cha kule Pwani kwa RPC, tulipeleka Bagamoyo. Samasi zote tulipeleka za kuhitajika ule bwana. Na ofisi ya serikali ya mtaa ya kitongoji cha Udindivu tulifikisha. Na mwenyekiti wa kitongoji alisema kwamba huyu bwana hawezi kumpata. Kwa hiyo sisi tulichokifanya, tulienda kubandika matangazo sehemu husika mbalimbali. Na kesi tulitoa kwenye gazeti la serikali. Ilitoka hiyo kesi. Baadaye yule muhindi akaja kujibu maombi yake. Alifika mahakamani na mwanasheria wake akajibu, akidai kwamba ana hekari 900. Je, hizi hekari 900 kazitoa wapi na wakati sisi tunaishi humu ndani? Na wakati huo anasema ana hekari 900, lakini pia katika makazi yetu yamegeuka kuwa wachimbaji, yamegeuka kuwa machimbo ya mchanga. Watu wanachimba mchanga, na hayo machimbo kuna maslahi ya mwenyekiti wa kitongoji David Majame, kuna maslahi ya mheshimiwa diwani Dismas Chandika, na wao ndio walishiriki katika kuvunja hili eneo. Je, swali langu sasa, kama wao tumewaweka sisi kwa dhamana yetu kutetea sisi wananchi wanyonge, kwa nini wanashiriki katika uvunjaji? Je, wana maslahi gani hapa? Sisi kero yetu, Mama Samia, tunakuomba utusaidie. Tunakuomba, najua mama una jicho la kuona, una sikio la kusikia. Kwa watu wako hawa wanyonge hawajui pa kuishi ni wapi. Tunaomba mgogoro huu tubaki sisi na muhindi anayesema kwamba yeye ana hekari 900. Tunaomba tubaki na muhindi, na huu mgogoro upo mahakamani. Lakini pia niseme kwamba baada ya kuvunjiwa, na walikuja kuvunjiwa Field Force walikuja kusimamia. Sasa tunashangaa hapa pamegeuka kuwa Kongo, wakati nchi yetu sisi ya amani. Field Force wamejaa hapa kusimamia na mabouncer kutuvunjia makazi yetu. Mpaka hapo ukiangalia kuna akina mama wanapika hapa, makazi yao yamevunjwa. Lakini haikutosha, sisi tulifika kwa RPC, lakini RPC nimpongeza, alitoa ushirikiano. Alisema kwamba yeye hajaagiza askari wake kwenda kuvunja. Lakini tukaenda kumtafuta pia OCCID wa Bagamoyo, anaitwa Veronica Salala. Yeye ndio alikuja akakiri akasema kwamba nimewaletea kuvunja kwa sababu hakuna kesi na kesi ya kiuni. Sasa huyo Salala, huyo OCCID wa Bagamoyo anapingana na mahakama? Mama Samia, watumishi wako unaowaweka wanashindwa kukupa ushirikiano, lakini sisi tumeona tatizo liko wapi.
na hatuko tayari kumchafua mama, na hatuko tayari kuona haki yetu ya msingi inapotea. Kero yangu kubwa mimi kama mwananchi wa hapa, naomba jeshi la polisi, naomba mwenyekiti wa kitongoji, naomba mheshimiwa diwani, naomba Veronica Salala, wewe ni OCCID, naomba msingilie huu mgogoro. Huu mgogoro utaamuliwa na mahakama. Kama hatuna haki, basi mahakama itaamua kwamba sisi tupishe hapa na tutapisha. Lakini kama tuna haki ya kuishi hapa, mahakama itaamua kama tutaishi hapa na tutaendelea kuishi. Sisi kuanzia leo, hata hao askari mkija tena kutuhalasi, hatutoki, mtatulia hapa. Hatutoki, mtatulia hapa. Hatutoki, mtatulia hapa. Kama kuna kesi ya msingi na ipo mahakamani, tuachieni sisi tustiki kwenye sheria, tustiki mahakamani. Wewe Muhindi, kama kweli ni hekari zako hizi 900 unazosema, kwa nini hutaki kubezi na mahakama? Unakimbilia kuomba msaada polisi kuja kuvunjiwa kinyume na utaratibu? Je, mahakama imetoa oda? Oda iko wapi? Kama kungekuwa na oda, tungepewa siku 90 za kuhama hapa. Hatuna oda yoyote, hatuna nakala yote ya oda, lakini tunakuja kuvunjiwa kihuni hapa. Kwa nini? Tusitake kuongea sana tukaharibu vitu vingine. Sisi tunahitaji kuishi katika mji huu. Na kuomba wewe mwenyekiti wa kitongoji, naomba usimamie wananchi. Sisi tuko upande wa mama na hatutokubali, na hapa hatuondoki mpaka tukiona tunasumbuliwa. Tukiona tumesumbuliwa, sisi tutafika ngazi za juu. Lakini tunachoomba viongozi wa ngazi za chini, tunaomba mtupe ushirikiano. Kwa nini hamtaki kutoa ushirikiano? Mna maslahi gani na hapa? Ninaongea kwa machungu sana kwa sababu familia yangu inapika nje hapa. Muhindi anasambaza hela, tunajua. Lakini pia nimpongeze mkuu wa kituo cha Mapinga. Alikuwa anawakatalia sana kuja hapa. Na tulimtafuta, akasema yeye hayupo, yuko likizo. Lakini wametumia janja, unaleta field force. Hapa kuna vita, wakati hapa ni nchi ya amani. Kwa hiyo tunahitaji Mama Samia uweze kutusaidia. Ombi letu kubwa, watu wache tustiki na mahakama. Kama kesi yetu iko mahakamani, hata sheria inaelekeza hatakiwi mtu kuingilia mgogoro wa ardhi. Hata jeshi la polisi walishaonywa wasiingilie migogoro ya ardhi kwa maslahi yao. Lakini sisi tunalia, na huyu Veronica Salala amekuwa chachu ya migogoro, kwa kuingilia migogoro ya ardhi. Je, sheria yake yeye ya polisi inamuongoza kuja kusimamia migogoro ya ardhi wakati ngazi husika zipo? Kwa hiyo tunahitaji sisi mtuachie, mahakama ndio itaamua kwamba nani mwenye haki zaidi hapa. Asanteni. Kwa jina naitwa Andrea Omari, ni mkazi wa Kizimkazi, kata ya Udindivu. Mimi lalamiko langu, sisi tunaishi hapa kwa muda mrefu. Mimi nijenga nyumba yangu. Kesi tumepeleka mahakamani. Lakini cha kushangaza, wamekuja kuvunja pasipokuwa na utaratibu. Kabla hujaendelea kesi, tuambie kilikuwaje mpaka mkina mahakamani? Baada ya kwenda, watu wakaja wakatuambia hili eneo sio la kwenu, ambaye ni mwenyekiti wa serikali za mitaa pamoja na jopo lake. Baada ya hapo tukasema hapa kwa hali ambayo inaendelea tutakuja kusumbuliwa ikiwa sisi ndo wenye makazi hapa. Tukasema tupeleke kesi mahakamani kwa huyu mtu ambaye anasema eneo la kwake. Kweli ndo baada hapo tukafungua kesi tukapeleka mahakamani. Tulipopeleka mahakamani tukasambaza zile nakala sehemu zote husika. Lakini wakili wetu akasema ametafutwa yule anosema eneo la kwake, akakataa kusaini. Tukaenda mpaka kwa hao walinzi ambao wanasema wanasimamia hapa. Wakasema sisi hatuwezi kutoa ushirikiano, hatujui kwa kumpata nani, kwa kumpata huyo anosema eneo la kwake. Lakini sitofahamu ilikuwa tarehe ngapi kama sikosei, tulivyoenda tripu ya pili mahakamani, alijitokeza huyo wakili wa huyo ambao tunapambana naye, akasema amekuja kusimama kwa niaba yake. Baada ya hapo tukasema huyu mtu alisema
hayupo na walinzi wasema hawezi kutoa ushirikiano. Huyu amekuja kivipi? Akasema kwanza yeye anasema eneo sio la kwake, eneo ni la kampuni ya Simba Motors. Wakamuuliza na mheshimiwa, wewe umefuata nini sasa kama wewe eneo hawa ambao waliomshtaki hao walalamikaji unasema sio eneo sio la huyo mama, eneo la Simba Motors. Sasa wewe umefuata nini? Akasema mimi nimekuja kama kuwatetea. Mheshimiwa akasema niimalize leo hii kesi kwa sababu eneo umeshala sio la kwako. Akasema hapana, naomba haya majibu niajibu baada ya aliomba ndani ya mwezi. Akamwambia hapana, nakupa siku 7. Akamwambia mheshimiwa, siku 7 ni karibu sana, naomba uniongezee siku. Akamuongezea siku zikawa siku 14. Kweli akaenda akajibu yale majibu, lakini mpaka sasa hivi kwa sababu kuna kamati ambayo inafuatilia kesi, sijajua nini ambacho alichojibu, na tumepangiwa tena tarehe 17 tunarudi tena mahakamani. Kabla ya hiyo tarehe 17 ndio nashangaa wamekuja field force pamoja na maaskari na mabounce, wamekuja wamevunja pasipokuwa na utaratibu, kitu ambacho mimi kinanishangaza kwa sababu sisi hapa kama nilivyoelezea toka awali tuko hapa toka muda mrefu, haya ni makazi yetu. Sisi hatujakataa kupambana na kesi. Sheria iko hivi, hata kama tutajenga nyumba za kifahari na nini, lakini tukifika mahakamani kama ushindi utakuwa kwake yeye, bado sisi tutaondolewa. Lakini tunachoomba afate utaratibu, kwa sababu sio kama tuliwakimbia wale askari kwa kusema tunawaogopa, hapana, kwa sababu nchi yetu tunajua ni amani. Tungeamua hata sisi kusimama, kwa sababu askari waliokuja zikuja kama defender 3. Sisi huko tupo wengi, tuko wananchi zaidi ya 1000. Lakini tungesema tusimame hapa, sisi sasa hivi ingeonekana kama nchi ambayo haina amani. Sasa sisi tunachomuomba kama mheshimiwa rais haweze kutusaidia. Unapokuwa sehemu yote kuna mgogoro wa ardhi, nilikuwa naomba jeshi la polisi ilani yao waruhusiwi katika kuingilia katika migogoro ya ardhi. Waache mpaka mahakama itakavyoamua kuwa nani ameshinda, nani hajashinda. Baada ya hapo hata sisi wenyewe tunajua kabisa hapa sisi hatujashinda, mahakama imeshaamua hivi, ngoja tuondoke. Na kingine ambacho ninachosisitiza, walivyokuja kitu ambacho kimeniuma sana leo, kuna sehemu kuna mwananchi mmoja alikuwa ameweka bendera ya Chama cha Mapinduzi cha CCM, lakini cha kushangaza ile bendera imechomwa moto. Yaani imechomwa moto pasipo kujua sisi katika ilani ya Tanzania nini ambacho tunaongozwa na nini? Tunaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Ina maana hawa watu sio watu wazuri. Sasa nilikuwa tunaomba mheshimiwa rais, kuna watu wanatumia mamlaka yao kwa sababu ya pesa kuwaangamiza watu wenye hali ya chini. Sasa naomba hawa watu waangaliwe sana, tena haswa sana kuanzia vitongoji vya serikali ya kijiji, kwa sababu wao ndio wapo sana karibu na yule mama ambao anasema hili eneo ni la kwake. Sasa wao wana maslahi gani katika hili eneo? Kwa sababu kuna baadhi ya watu siku walivyokuja askari walikamatwa wakapelekwa kituo cha polisi, baada hapo wakapelekwa mahakamani. Cha kushangaza mwenyekiti wa serikali za mitaa alikataa kutoa barua za dhamana, ikiwa yeye sio kazi yake, kwa sababu yeye kazi yake pale ni kuwasikiliza wananchi. Lakini leo hii anakataa kutoa barua za dhamana eti kwa sababu anadai eneo mliloingia ni la uvamizi. Sisi sio wavamizi, hapa sio Kongo, hii ni Tanzania. Kwa hiyo ninachoomba mheshimiwa, hawa wananchi, hawa viongozi wa serikali za mitaa, hebu wajue ilani yao ni nini, kwa sababu unapochaguliwa ina maana unakuwa msaada kwa wananchi. Hata huyo tunaopambana naye sisi bado ni mwananchi wake, kwa sababu hili eneo lipo katika kitongoji chake. Inatakiwa asikilize pande zote mbili, sio anaegemea upande mmoja. Mimi sitaki kuongea mengi sana, ninakuwa tu naomba msaada wako mheshimiwa, utusaidie hili swala mpaka itakavyoisha mahakamani. Shukrani. Sasa kwa majina naitwa Sakina Jabili, ni mkazi wa hapa na muda kama wa miaka 10, ambao ni eneo nimenunua muda mrefu na naishi mahali hapa na nafanya biashara katika mazingira haya hapa nyumbani kwangu. Juzi nilikuwa nimetoka tukaja tukavamiwa baadhi na maaskari. Nimekuja hapa nimekuta mambo hayaeleweki. Kuna kibanda changu nilikuwa nimeweka pale naishi na familia yangu, amenivunjia. Kikubwa zaidi hili eneo lilikuwa ni eneo la muda mrefu sana. Kulikuwa kama poli, umeona? Kwa hiyo baadhi wenye maeneo yao wameamua kuja kujenga ili tuishi katika maisha haya. Juzi kati hapa katikati kuna mtoto wa jirani yangu hapa, mama nani huyu hapa, alikuwa anacheza hapa, wamekuja wamemteka, wameenda wamemfanyia kitendo kibaya kwa kweli. Kwa hiyo nashangaa sisi tumeanza kuishi katika mazingira haya tukiwa wengi, tukiwa na umoja wetu na maisha yetu yanaendelea kama kawaida. Lakini cha ajabu watu wamekuja wametuvamia pasipo kujulikana, wametufanyia fujo, wametuchomea vitu vyetu. Sasa hivi tumeanza maisha tena upya. Kwa hiyo tunaomba Mama Samia huko ulipo, utuone wanawake wenzio na vile vile tunaomba ututetee, utusaidie. Sisi kama wanawake wenzako tunapita tunapambana, tunahangaika na maisha. Mimi Esther Filimoni, mzaliwa wa hapa. Nimejenga nyumba yangu na miaka mingi naishi hapa. Nashangaa leo wamenibomolea nyumba yangu. Nyumba yote wamebomoa,
kila kitu wamebomoa. Kwa sasa hivi mabanda yangu yote ya kuku, mifugo yote haionekani. Wameshafika kila kitu. Sisi hili eneo tumekaa miaka mingi. Tumeishi miaka mingi eneo hili. Nashangaa wamekuja kuvamia tu hapa kirahisi. Umeathirika vipi mara baada ya nyumba yako kubomolewa licha kuwa kesi iko mahakamani? Sisi tumeathirika, sasa hivi tunatangatanga na familia, hatuna pa kuishi, watoto wanahangaika, waendi shule kwa sababu mvua zinanyesha hivi zinawanyeshea watoto, madaftari yanaharibika. Kwa kweli Rais Samia, tunaomba uko uliko utusikilize, kwa sababu wanawake wenzako tunateseka sisi. Jamani, tunaomba Rais utusaidie, kwa sababu sisi hatuna msaada zaidi yako wewe. Kwa watu wametuvamia hapa kwenye makazi yetu, wanaanza kutuambia makazi sio kwetu, eneo sio letu, wakati sisi hapa tumeishi muda mrefu. Tutaenda wapi na watoto? Tutaweka wapi wa watoto? Na wataendaje shule? Nguo zinaloa, mabanda yamevunjwa, nyumba zimevunjwa. Tutaishije sisi Rais? Mama, tunaomba utusaidie huko uliko, tusikilize kilio cha wanawake wenzako, tunalia na watoto. Mimi kwa jina naitwa Rogers Mandia Sembe, ni jirani na makazi haya. Kusema kweli nimesikitika sana kusikia kwa habari ya kubomolewa. Tunafanya kazi ngapi? Basi mimi nifunge niondoke kama ndio hivyo basi. Sana huko. Mbona waajabu jamani? Hebu kamera ina nguvu inavuta. Uko serious hapa jamani? Mbona mnafanya vitu vya ajabu? Tuanze huko baba. Mimi kwa jina naitwa Rogers Mandia Sembe, ni mkazi wa eneo hili, lakini hawa waliobomolewa ni majirani zangu. Kusema kweli nimesikitika, nimeumia sana. Kwa sababu kitendo ambacho kimefanyika hapa sikupendezewa nacho kabisa. Mimi kama jirani niliona faida ya kuwepo hawa ndugu zangu kuwepo mahali hapa. Niliona faida kwa sababu sehemu hii mimi ni mkazi wa hapa, nilikuwa naona kuna msitu mkubwa, wanyama wakali wanakaa, wezi wanakaa, pikipiki zinapolwa, watu wanauawa, matukio ya ajabu. Hivi ninavyokuambia, tukio la mwisho limefanyika kutokana kwangu. Mwanangu mimi amekuja ametekwa, amepelekwa pande nyingine ambazo ni sehemu za mapoli, akabakwa mwanangu wa miaka 6. Inasikitisha sana kiasi kwamba hata hawa viongozi wa hapa ni viongozi wangu, siwasemi vibaya, lakini imeniuma sana kama mzazi. Hawakuonyesha ushirikiano aina wote, walichukulia kwamba ni jambo la kawaida. Inaniuma sana kusema kwa nini hata watu wasitusaidie hawa wenyekiti wa mtaa. Kuna mjumbe pale akaonyesha ushirikiano, nilikuwa naye katika hilo tukio la kumpeleka mwanangu huko, tukampeleka hospitali, kufika Kelege tukamwambia hatuwezi, tukaenda chukua pikipiki tukaenda mpaka Bagamoyo. Kufika Bagamoyo mtoto akalazwa. Iliniuma sana, siku 3 tupo kule, lakini sikuona ushirikiano kama mwana kijiji wa hapa Udindivu. Kwa hiyo nimesikitika sana kuona tena hawa wanabomolewa. Nikachukulia kwamba sasa sisi tupo katika kundi gani? Sisi sio raia wa Tanzania. Sisi sio wanadamu kweli. Kwa nini wanatunyanyasa namna hii? Kusema kweli nimeumia sana. Nimesikitika sana. Kama mzazi, mwanangu mpaka sasa hivi bado hali yake si nzuri kabisa. Lakini sikuonyesha ushirikiano, si kwa mwenyekiti, hasijaulizwa chochote. Siku ya mwisho alivyoona kwamba jambo hili limetawanyika sana, ndipo akaniita akaniambia hemu njoo. Ni kipi kilichofanyika? Akanichukua maelezo, ikaishia hapo. Sikuona ushirikiano aina yote. Kusema kweli nimesikitika kwa sababu hili poli lilikuwa ni poli linakela watu wengi sana. Kwa hiyo kuona ndugu zangu wamevunjiwa nimesikitika sana. Mimi ni hayo tu. Ndio. Mwenyekiti, habari za wakati huu? Salama kwema. Wema, unazungumza na Yusuf Joel kutoka Manara TV. Yusuf Joel kutokea Manara TV, mwandishi wa habari. Ndio. Mwenyekiti, niko hapa katika kitongoji chako cha Udunduvi. Na nipo na baadhi ya wananchi ambao wanadai kuvunjiwa nyumba zao licha kuwa kesi iko mahakamani. Kama mwenyekiti, taarifa hizo unazo? Wao wenyewe hawajashika ofisi kama wamevunjiwa. Hawajashika wapi? Yaani wao hawajashika ofisi, hata watakitaje ile ofisi. Kwa hiyo wewe taarifa hauna? Sina taarifa ndio. Okay, lakini huu mgogoro uliopo katika eneo hili unaofahamu? Mgogoro wa wapi? Mgogoro wa ardhi uliopo katika eneo hili la Udunduvi. Mimi kwa ofisi kwangu sijatoa mgogoro na hao wapi. Hata mgogoro ni kitu ambacho kinaanza ushirika kinakuwa na taratibu. Hata kama wao wameenda huko wakapitia juu kwa juu, mimi sio mgogoro kwenye kipaumbele changu hapo. Na hujaletewa nyaraka zozote kutoka mahakamani kuhusiana na mgogoro huu? Sijaletewa mimi. Okay.
Basi nashukuru mwenyekiti. Okay, shukrani. Na mtazamaji wa Manara TV, huyu ni mwenyekiti wa kijiji cha Udunduvi ambaye tulikuwa tunazungumza naye kupata ufafanuzi kidogo kuhusiana na hiki ambacho wananchi wanakilalamikia, lakini kwa jinsi ambavyo amejibu kwamba hana taarifa zozote, kwa maana kwamba wananchi hao hawajawasilisha taarifa hizo sehemu yoyote, pengine tumtafute RPC atuambie kuhusiana na hiki kinachoendelea, kwa sababu madai ya wananchi wanadai kuwa tukio hili lilifanywa na baadhi ya maafisa wa jeshi la polisi. Halo. Mheshimiwa Diwani, habari za wakati huu? Salama. Unazungumza na Yusufu Joel kutokea Manara TV, mwandishi wa habari. Kutokea Manara TV. Aha. Sasa Mheshimiwa Diwani, mimi niko hapa na wananchi wako. Wapi? Hapa kijiji cha Udunduvi. Ndio. Na kubwa zaidi ambalo wananchi hao wanalalamikia ni nyumba zao kuvunjwa licha ya kuwa kesi iko mahakamani, kwa maana ya kwamba mgogoro uliopo hapa. Pengine kama mwakilishi wa wananchi hawa, hizi taarifa unazo, na kama taarifa unazo mpaka sasa hivi ni mkakati gani ambao umeuchukua kuhakikisha kwamba mnanusuru wananchi hao? Kwanza mimi siwepo kwa mwanzo. Nimerudi jana, lakini kama ofisi yangu waulize labda ameshaleta malalamiko kwangu nikashinda kuwasaidia. Ndio la kwanza. Okay. Yaani kwanza waulize wameleta malalamiko kwangu nikashinda kuwasaidia. Ndio swali la kwanza nauliza ili tuendelee. Wananchi mmepeleka malalamiko kwenye ofisi ya diwani? Ndio. Waambie walikuja lini? Kwa sababu kama ni kweli, kwa sababu wasilete siasa, mimi na wajibu wa kuwasaidia kama wananchi. Sasa kama wanahitaji kwenye ukweli na kusaidiana, wasilete ushabiki. Mimi napendaga ukweli. Kama wanaleta ushabiki wa kusaidiana, mimi ni kiongozi wa wananchi, lakini pia sitaki kuwa upande wote. Ndio. Umeelewa? Sasa kama akileta ushabiki wanasema ndio waleta kwangu, waulize lini waleta. Lakini Mheshimiwa Diwani, hizi taarifa za hili eneo unazo, na mgogoro unaoendelea hapa taarifa unazo? Nafahamu, naona watu wanaingia, unaona. Kwa hiyo kuna taarifa za kwamba kuna tukio limeendelea hapo, nimesikia, ndio maana nimekwambia nilikuwa Mwanza. Sasa pengine taarifa ndio nimeshakufikishia kwa hivi sasa, pengine ni hatua gani ambazo unazichukua sasa kama viongozi kuhakikisha kwamba wananchi hawa amani na kuwepo kama kawaida, kwa sababu wanavodai nyumba zao zimebomolewa licha ya kuwa kesi iko mahakamani? Sawa, mimi kwanza kwamba mimi ni kiongozi wa maendeleo wa kata. Kusimamia maendeleo ya kila mtu pasipo kubagua mtu yeyote. Kwa hiyo kama kuwepo nipo leo, kwa hiyo ndio nianze kushughulikia na kuuliza inikwaje. Okay. Basi nikushukuru Mheshimiwa Diwani. Asante. Mheshimiwa Veronica, habari za wakati huu? Salama. Unazungumza na Yusufu Joel, mwandishi wa habari kutokea Manara TV. Kutokea wapi? Manara? Manara TV. Ndio. Sasa Mheshimiwa Veronica, kuna changamoto moja hapa ambayo imetokea kwa wananchi wa kitongoji cha Udunduvi kudai kubomolewa nyumba zao licha ya kuwa kesi iko mahakamani, na katika mazungumzo yao wamekutaja wewe licha ya kuwa taarifa hizi unazo, lakini wanadai kuwa wewe ni miongoni mwa watu walioshiriki kutoa amri nyumba zao kuvunjiwa. Hizi taarifa ni za kweli Mheshimiwa? Njoo ofisini utapata majibu. Nashukuru. Basi kuongelea kwenye simu. Nashukuru. Mheshimiwa kiongozi, habari za wakati huu? Kwema. Samahani, unazungumza na Yusufu Joel, mwandishi wa habari kutokea Manara TV. Niko hapa kwenye kitongoji cha Udunduvi. Wananchi ndio wapi? Mapinga, wilaya Bagamoyo. Na kubwa zaidi loko hapa ni wananchi kudai kuvunjiwa nyumba zao licha kuwa kesi iko mahakamani, na katika mazungumzo yao wamesema uliwapa ushirikiano, lakini ndio hivyo wamebomolewa nyumba zao. Taarifa hizo unazo Mheshimiwa? Sina. Hauna taarifa? Nashukuru kiongozi.
Futa mkuu wa mkoa wa Pwani Mheshimiwa Abubakari Kunenge ili tupate ufafanuzi kuhusiana hili ambalo wananchi wanadai kuwa wamevunjiwa nyumba zao licha ya kuwa kesi iko mahakamani na inaendelea. Lakini tumejaribu kuzungumza na baadhi ya maafisa wa jeshi la polisi, lakini wameonyesha kutotoa ushirikiano na kudai wengine twende polisi na wengine wamedai kuwa hawana taarifa. Lakini kwa mujibu wa maelekezo ya wananchi wamedai kuwa miongoni mwa watu waliohusika katika kuvunja nyumba hizo ni pamoja na jeshi la polisi. Tunaendelea kumtafuta mkuu wa mkoa kwa ajili ya kupata ufafanuzi zaidi juu ya swala hili.